Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Leo nataka nizungumzie miaka 10 hadi miaka 5 katika ndoa. Hapa tunategemea na changamoto au na mafundisho gani ya wanandoa? Wanafundishwa nini? Namna ya kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye ndoa. Kinaitwa kipindi cha machozi. Wengi huwa wanaanza kuishi uhalisia wa maisha yao, lakini maisha halisi ya kwao ni yapi? Au hakuna kufeki kwenye maisha? Huwezi kuficha uhalisia wako wa maisha kwa mpenzi wako au kwa mtu unaishi naye. Kwa nini? Sasa nikwambie kwa nini huwezi kuishi naye uhalisia wa maisha yako na mtu unaishi naye kwa miaka mingi au miaka zaidi ya 6. Tabia rahisi: ukari, uchoyo, uvivu, mtazamo hasi, umbea, ulevi kupindukia, udokozi, kuchukia ndugu wa upande mmoja, kama alikuwa kicheche na kadhalika. Hivi ni vitu ambavyo huwezi kuvipata kwa muda mfupi, ila ndani ya miaka 5 hadi 10 tabia halisi utaiona. Na mtu hawezi kuficha vitu vizuri anavyovipenda. Kwa mfano, kusaidia watu, huduma, vitu vya kanisani, kutembelea ndugu, jamaa na marafiki na wageni. Vitu kama hivyo haviwezi kufichika kwa mtu ambaye unajua kabisa tabia yake halisi ipoje. Hivi ni vitu ambavyo vipo wazi na vinajionyesha kabisa kwamba huyu mtu tabia yake ni hii. Ila kuna vitu ambavyo huwezi kuvijua mpaka pale mtakapoanza kuishi pamoja. Hii ni uhalisia wa maisha ya ndoa ndani ya miaka 5 hadi miaka 10. Kwa mfano, mtu anapendelea mziki au movie, marafiki, kusoma, kuangalia tamthilia na kadhalika. Hizo ni vitu ambavyo ni uhalisia wake ambao hawezi kuficha. Tabia za kipindi hiki sasa, kwa mfano miaka 5 mpaka miaka 10, majukumu mengi ya watoto wamekuja, pia wamekuja kusomesha, kulea, yanachukua nafasi. Hapo sasa katika kipindi cha ndoa, kumbuka kuna vitu ambavyo vinajitokeza. Watoto wamekuja kusoma, wamekuja watoto kutembea. Haya yote yanachukua nafasi katika maisha yenu ya wanandoa. Nafasi ya kuwa pamoja kwa muda, ule muda mwingi ambao umekuwa nao kwa kipindi hicho kwamba mnakaa pamoja, unapungua sana. Baba anakuwa bize na kupambana, mama naye yuko bize kulea watoto. Mambo ya kuoga pamoja nayo pia huwa yanapotea, yanapungua. Kusubiriana kunapungua au kunapotea kabisa. Mnaweza kudhani penzi limekatika au limepotea, kumbe ni nyakati tu ambazo zinapita. Kusifiana nako kumeisha. Kila mwanandoa anaona madhaifu ya mwenzie wazi wazi. Kulaumiana kwingi kunazidi. Mwenza anaanza kuonekana ndo chanzo cha ugumu mnauona, au mwenzi ndo mwanzo wa matatizo na ugumu haya yote. Wanaume wengi kipindi hiki kutoka nje. Kwa nini? Kwa sababu mawasiliano ndani ya ndoa hayapo. Kila mtu yuko bize. Mama yuko bize na watoto, baba yuko bize na kutafuta hela kwa ajili ya kuwasomesha watoto. Kipindi hiki sababu nyumbani panakuwaga na stress tu. Mama naye anahangaika na watoto. Tendo la ndoa kwa mwanamke hapa sio kipaumbele tena. Kipindi hiki limepotea. Tena limepotea kabisa. Mume sio kipaumbele kabisa. Kipaumbele chake kikubwa ni watoto. Ndoa nyingi zinakufa kipindi hiki sasa. Hiki ni kipindi ambacho ndoa nyingi zinateteleka
na ikibainika zinakufa. Kumbe ni kipindi cha mpito tu, tunatembelea au tutaendelea kufahamishana. Hapa usiombe talaka, kwa kuwa hiki ni kipindi cha mpito. Kidume usitoke nje, ni vya muda tu. Yaani Waingereza wanasema season, ni kipindi cha muda. Hapo ndipo utakapoelewa ndoa zina changamoto, na mtambue kwamba hiki ni kipindi cha mpito tu, si kwamba ndo maisha yako yatakuwa hivyo. Hapana, isipokuwa wewe unatakiwa utambue hiki ni kipindi cha mpito tu. Maisha ndivyo yalivyo. Maisha yana changamoto nyingi sana. Unapoanzisha maisha, mara nyingi huwa ni upendo, lakini unapokaa na mwanamke ndani ya miaka 5, miaka 10, basi ujue umeshaelewa changamoto za mke wako na ushaelewa changamoto za mume wako. Hivi vitu vyote vinakuchangia wewe, na wewe ndio chanzo cha kusababisha ndoa yenu idumu au ife, kwa sababu hiki ni kipindi mwanaume anatoka nje na mwanamke anataka talaka, kwa sababu wote nyinyi mmetofautisha mambo, mmeyabadilisha na kuyageuza hayo mambo sio ya msingi tena, bali kila mmoja alikuwa kwenye msingi mwingine. Kwa mfano, mwanamke yuko busy na watoto na malezi ya watoto, hakumbuki kwamba kuna jambo lingine ambalo anastahili mume wake kama tendo la ndoa, naye analihitaji. Kushauriana na mume wake nako kunahitajika. Mwanaume naye akitoka kwenye shughuli zake anatamani kupozwa na mkewe kwa kauli nzuri, pole mume wangu, pole za kazi, twende tukaoge. Vitu hivi huwa vinapotea katika ndoa. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili tuendelee kujifunza kila siku na mambo mbalimbali tuweze kuyapata pale tunapohitaji. Na kama una swali au maoni, unaweza ukanitumia kwenye comments hapo, basi na mimi nitalifanyia kazi ili tuendelee kupeana darasa kila siku. Asante na karibuni tena.